Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo mardi le 17 février 2026, na tunawakaribisha kwa mara nyingine katika taarifa zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari mbichi ambazo tumewaletea jioni ya leo, tutawapeleka moja kwa moja kwenye shamba la vita katika territoire ya Mwenga kwenye kuna ripotiwa mapigano makali kati ya waasi wa AFC M23 pamoja na wazalendo. Mapigano hayo makali yanaripotiwa katika eneo ya Mulenge, vijiji vya Mugule pamoja na Rurambira. Kunaendelea kusikika milipuko mikubwa ya silaha nzito na nyepesi tangu asubuhi ya leo. Habari zetu mbichi tutawapeleka katika teritwari ya Kalehe kuanzia samedi. Donc tangu samedi kunaendelea kuripotiwa mapigano kati ya makundi mawili ya kizalendo, na mapigano hayo yanaendelea kusababisha usalama kidogo, yani yanaendelea kuleta usalama kidogo katika maeneo ya Kalehe baada ya wanajeshi wa France kuonekana huko Kisangani. Nadhani ya kwamba habari hizo mulizipata ni jana, kama si jana ni juzi. Tulishajua sasa wanajeshi hao walikuja kufanya nini. Tutakuja kuambia ni kipi kilichowaleta wanajeshi wa France huko Kisangani. Upande mwingine tutawapeleka moja kwa moja katika maeneo ya Fizi ambapo habari zilisambaa siku ya leo ya kwamba .0 ilikamatwa tena na waasi wa AFC M23 na washirika wao Twirwaneho na Redi Tabara. Tutakuja kuambia ukweli kuhusu habari hizo. Mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na zenye kuwa na ukweli kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba basi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa naendelea kuzipata taarifa zetu zote. Kumbuka kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa na endelea kupata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp, gusa pale kwenye titre, pale chini ya titre mu description kuna linki ama lie ya grupe yetu. Uguse kwenye linki hiyo ukijiunga, bila shaka utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Habari zetu mbichi za jioni ya leo tuzianzie kule mueneo ya .0. Habari zilisambaa tangu asubuhi ya leo ya kwamba .0 ilikamatwa tena na wasi wa AFC M23 na washirika wao Twirwaneho, Ngumino na Redi Tabara wanaoendelea kupigana na jeshi la Kongo katika maeneo ya tarafani Fizi. Hizo habari zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii. Nadhani wengi wenu mulipata taarifa hizo. Ukweli wa habari hizo ni ya kwamba hakuna kabisa kusonga mbele kwa Twirwaneho na AFC M23 kufikia pale ambapo wanaweza kurekipere .0. Hapana, hawajakamata hata Ruisankuku, hawajakamata vilima vya nani vya ile milima inayo kuwa juu ya Ruisankuku pale nani Ruhuha. Ile milima ya Ruhuha hawajaikamata. Vipi wanaweza wakaprogresse vers .0? Hapana kabisa. Habari kamili tunazo kutoka tarafani Fizi katika maeneo hayo. Siku ya leo hakuna hata mapigano yaliyoripotiwa katika maeneo ya .0. Ni Minembwe, ni maeneo ya Mikenge yanayokaribia Minembwe, eneo za Lengi zinazomilikiwa na FARDC aux alentours de Minembwe. Hakuna mapigano ambayo yaliripotiwa ndani siku ya leo. Donc kuko calme katika eneo za Minembwe.
habari zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba Poezero ilikamatwa na Twirwaneho. Baada ya kuchunguza kwa ndani habari hizo ni taarifa za bongo, FARDC ingali ikikontrole Poezero na Rwisankuku na maeneo yote walio ya kamata tangu kuanzisha mapigano wakiatake AFC M23 kuanzia Poezero yote wanaya kontrole. Hakuna hata mapigano yaliyoripotiwa kule. Hizo ni habari za bongo zenye zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii. Donc taarifa zile kabisa ni za bongo. Tunaendelea na habari zetu. Taarifa zetu tuwapeleke katika territoire ya Uvira. Niliwaambia Mwenga, haiko Mwenga, ni Uvira. Ndani ya territoire ya Uvira tangu asubuhi ya leo mapema mapigano makali yanaendelea kati ya waasi wa AFC M23 pamoja na makundi mawili ya kizalendo, wazalendo wa Nyerere pamoja na wazalendo wa Chiebe katika village ya Mulenge, axe ya Rurambira Mugule, hapo ni mgrupema ya Kigoma sheferi ya Bafuliro. Milipuko ya silaha nzito na nyepesi ilianza kusikika hapo asubuhi ya leo mapema. Waasi wa AFC M23 njo wenye waliatake mapozisio za hao wazalendo. Mapigano yalianzia katika village ya Mulenge na kuendelea kusambaa mpaka Rurambira. Hali ikawa mbaya sana kufika hata Mugule, nako mapigano ya kasambaa kufika kule. Wakaaji wengi kutoka katika eneo zile walikimbia kutokana na mapigano makali. Donc milipuko ya silaha nzito na nyepesi iliyosikika katika maeneo hayo, wakaaji walikimbia wakaondoka katika vijiji hivyo wakaelekea katika vijiji karibu na pale vyenye usalama. Na mapigano haya yanakuja baada ya mapigano ya siku ya jana ambayo yaliripotiwa katika eneo ya Mashuba. Waasi wa AFC M23 waliatake wazalendo siku ya jana katika maeneo ya Mashuba, eneo ya Mashuba, na wakati mapigano yalikuwa pale wakashambulia AFC M23 wakairudisha kule katika maeneo yanayokuwa mbali na Mulenge ya kwanza pamoja na ya pili. Na siku ya jana kuna wakaaji wengi waliokimbia vijiji vyao kutokana na mapigano hayo makali. Na leo tena AFC M23 kama kulipiza kisasi, plutôt si kulipiza kisasi kwa sababu wao ndio wenyewe walikuwa hata mwatake jana. Aujourd'hui waliatake tena ili kuona kwamba wanaweza wakarekipere maeneo yale yanayokaliwa na wazalendo. Donc wasonge mbele katika Uvira, territoire ya Uvira, na kuendelea kwa avancer mo plaine ya Ruzizi. Mapigano makali yanaendelea kusikika katika maeneo yale tangu asubuhi ya leo mapema. Donc wazalendo na AFC M23 wangali muvita mpaka saa hizi za jioni katika eneo zile za Mugule mpaka Mulenge, ni katika maeneo yanayopatikana kule munani mwaxe za Rurambira vers Mugule, ni mugrupema ya Kigoma. Na mapigano yale yanayoendelea, taarifa tunazo kutoka kwa vyanzo vyetu pale wanatuambia kuwa AFC M23 waliatake kutoka kona zote. Donc walitokea mumaxe tofauti, wanataka wa avance, donc wanataka wakamate zile eneo, wanapenda wa progresser mo plaine ya Ruzizi, wakamate vijiji vile. Me wazalendo waisha resiste depuis asubuhi na waisha kataa kabisa kuondoka katika vijiji vile, wanaendelea kuvidefendre wakipigana na AFC M23 kutokea kona tofauti mbali tena ambazo walitokea ndani wakiatake wazalendo wale. Mapigano yanaendelea kukamata hatua nyingine kule katika maeneo ya Sud Kivu, wakati ni masaa machache na cessez-le-feu ianze kati ya gouvernement ya Kongo ama armée ya Kongo FARDC na wasi wa AFC M23. Mnajua vizuri nani cessez-le-feu itaanza kesho.
na AFC M23. Kama nilivyowaambia, wakati kuna ingia cessez-le-feu kati ya pande mbili kwenye ligne de front, njo wanaandaka vita vikali ili kuavancer. Aujourd'hui wako vita depuis asubuhi pale, wanataka wa progresser mais wazalendo waisha wanyima njia kabisa, waisha bloke eneo zote ya AFC M23 inakosa kabisa kwenye wapitie, donc waisha funga njia AFC M23 iko na avancer. Ni wakati ni masaa machache tu yanayobaki ili cessez-le-feu ianze. Mnasikia deja AFC M23 kama nilivyowaambia waisha anza operation za kuavancer, wakati FARDC inajiandaa kuingia mu cessez-le-feu. Ifo pale kujua kabisa ni kipi kinachoendelea. FARDC na wazalendo wanapaswa kupigana, mambo ya cessez-le-feu yanabakia tu kuwa distraction kwenye ligne de front. Habari zetu zinaendelea kule ni mu territoire ya Uvira kwenye mapigano makali yanaendelea kati ya wazalendo na wasi wa AFC M23 katika maeneo yale ya Mulenge, maeneo yanayopatikana mu groupement ya Kigoma. Tunaendelea na taarifa zetu. Mu territoire ya Kalehe tangu samedi weekend passé, makundi mawili ya kizalendo yanapigana kabisa mu groupement ya Ziralo. Kutokana na wakaji wanaoishi hapo pamoja na vyanzo tofauti kutoka pale mu groupement ya Ziralo, mapigano yanaendelea kusikika mpaka siku ya leo katika vijiji vinavyokuwa mu plateau ya Kalehe, na mapigano yale yanaendelea kusababisha vifo na majeruhi katika wakaji wanaoishi pale. Population civile wa pale wako na jeruhiwa na wengine kupoteza maisha yao, na taarifa tunazo kutoka hapo ni ya kwamba mkaaji mmoja alipoteza maisha yake, donc aliuawa pamoja na wengine wakaji ambao nombre yao haijapatikana. Donc mnasikia kuwa ni wengi nao walijeruhiwa vikali pale, na katika mapigano yale yanayoendelea, wakaji wengi wanaendelea kukimbia vijiji vyao kwa sababu mapigano ni makali kati ya makundi mawili. Walianza kupigana samedi wazalendo kati yao, donc wazalendo, makundi mawili ya kizalendo yalianza kupigana, wakaanza kubombarde maeneo tofauti, wakashambuliana sana mabombe partout. Wakaji ndipo walikimbia vijiji vyao wakaondoka pale, wengine wasio wenyewe wakupata, donc wakati ya kukimbia wakajifungiana katika nyumba zao, na wale ndio wenyewe walijeruhiwa na wengine kupoteza maisha yao wakati vita vinaendelea. Mashirika ya kiraia kutoka Kalehe yanatoa wito kwa wazalendo kusimamisha vita, wasiendelee na mapigano kwa sababu wakaji wanajikuta mu maisha mabaya, na vyanzo vya mapigano yale bado nasi hatujajua vraiment. Pale hatujafahamu ni kwa nini wazalendo wale wako napigana, iko swali ya muda, tutakuja kujua tu na tutawaambia ni kwa nini wazalendo wao kati yao wako napigana katika maeneo yale ya Kalehe. Habari zetu zinaendelea. Mnakumbuka jana ni juzi, sikumbuki iko jana kama si juzi, tuliwaambiaka kuhusu kufika kwa wanajeshi wa France kule Kisangani. Wanajeshi wale walionekanaka Kisangani, na kuonekana kwa wanajeshi hao kukaleta kabisa maneno mengi mu wakongomani, wakasema no France tena wamekuja kufanya nini nchini Kongo. Wamoja wakaanza kusema no, wamekuja kusaidia armée ya Kongo katika vita. Wengine wakasema hapana, France haiwezi saidia FARDC kwa sababu nao ni watretre. Ikawa kabisa maswali ambayo hayana jibu. Tulijua sasa ni kipi kilichoacha wanajeshi wa France kufika kule Kisangani. Habari tunazo kutoka kwa vyanzo vya kijeshi katika Kisangani, wanatuambia kuwa wanajeshi wao wa France waliofika kule Kisangani walifika kule kwa ajili ya kuwapa formation militaire wanajeshi wa Kongo wanaopatikana kule Kisangani.
Mkumbuki niwaambiaka kwamba ni makoro tofauti ambayo Kongo ishaka saini na France. Kuhusu makoro ya kijeshi waishaka sinye mambo tofauti kuhusu mambo ya kijeshi na zingine akoro tofauti. Niwaambiaka kwamba France inaweza kukuja swate ni kufanya visite kule ama kufanya mambo yaliyo waleta kuhusu makoro walio sign. Wanaweza kuja swate kusaidia jeshi la Kongo katika mambo tofauti na hata vita, kwa sababu leo arme ya Kongo iko na zitafuta nguvu tofauti ili kuweza kurekipere maeneo yote yanayokaliwa na M23. Na baada ya uchunguzi sasa, vyanzo vya kijeshi kutoka Kisangani vinatuambia kuwa wanajeshi hao walifika ili kufanya ili kuwapa mazoezi wanajeshi wa FARDC kule Kisangani. Ni operasyon ambayo itafanyika katika siku za mwezi moja kuanzia tarehe 2. Kumbe wanajeshi wa France wako Kisangani kuanzia tarehe 2 za mwezi huu wa pili. Wanajeshi wa Kongo plutôt wa France wako Kisangani wakifanya wakiwapa mazoezi hayo wanajeshi wa FARDC. Donc wanasikia kwamba wako operasyon ya kuforme FARDC kule Kisangani. Tofauti na zingine habari mlizo zipata ya kwamba ni wa mercenaires wa France waliokuja, ni wanajeshi ambao wanajiandaa kuenda Kovro. Hapana, wako na wapa formation militaire wanajeshi wa FARDC. Nadhani ya kwamba tuko naendana tano kwa tano kabisa. Habari zetu zinaendelea. Depute kutoka katika Nord Kivu alitangaza kuwa Aimé Boji Sangara ndio president wa Assemblée Nationale leo atafika katika mji wa Beni na maeneo ya Lubero. Ni visite ambayo alisema kwamba itafanyika katika siku chache. Atafika katika territoire ya Lubero na Beni. Ni visite ambayo Depute Muhindo Simisi Obedi alisema kuwa yule Aimé Boji Sangara atafika Mangurejipa ndani ya sekta ya Bapere, atafika Lukanga na ataingia katika maeneo tofauti mpaka territoire ya Lubero. Ni visite ambayo ataifanya Nord Kivu ili kuona kabisa hali halisi ya wakaaji wa Nord Kivu na kuona jinsi vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Kwa hivyo wakati visite yake itafikaka, tutawaambia, tutasikia kabisa ni message gani anayoileta kwa wakaaji wa Lubero na Beni pale. Mnasikia kwamba ni Nord Kivu. Tunaendelea na taarifa zetu. Mefre ADF wanaendelea kutesa population. ADF Ituri, Lubero na Beni, zile territoire zote inapaswa kabisa kuondolewa kule. ADF inapaswa kushughulikiwa, operasyon zinapaswa kuandaliwa, ADF waiondoe katika maeneo yale. Kwenye rute ya Oicha Mamuve pale ni territoire ya Beni, kulionekana wakaaji wengi wakiwa wameondoka katika vijiji vyao wengi, na wale walioonekana pale ni wakaaji ambao walikuwa wamerejea katika vijiji vyao hivi karibuni kutokana na kalme kidogo ambayo ilikuwa imeonekana. ADF walikuwa na hawako nafanya vita kule, ndipo wakaaji walikuwa wamerejea katika vijiji vyao. Leo wakaaji wale walionekana pale na wako wako na kimbia tena, wakikimbia vijiji vyao. Wanasema kuwa ADF encore walipata habari kuwa wanajiandaa kuwatake, kwa sababu walijikuta na hakuna tena wanajeshi kule wa kuwadefendre, wakakimbia vijiji vyao. Na wale wakaaji wanatoa wito kwa jeshi la Kongo kurenforce kule ili kuweza kuwalinda, kwa sababu wao kabisa hawana ingine shwa. ADF ikishafika ni kuwaua, kuwapie, kuwanyanyasa na kufanya vitu vingine tofauti.
na kutokana na hayo wakati wale walionekana kukimbia na kuondoka vijiji vyao kwa sababu ilikuwa kabisa matata kwao. ADF walikuwa wamepewa habari kwamba itakuja kuwatake na FARDC inapaswa kuingilia kati kabisa kwa haraka, kwa sababu wakaji wale hawana kwa kwenda. ADF wanapaswa kuizuia isiwashambulie wakaji katika vijiji hivyo. Tunaendelea na taarifa zetu. Katika kurejesha mamlaka ya serikali mashariki mwa Kongo, Kinshasa yalinganisha mpango wa kuingilia kati. Baada ya siku 5 za kazi huko Kinshasa, warsha ya kuanisha hatua za kurejesha mamlaka ya serikali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilimalizika siku ya jana Jumatatu le 16. Sherehe ya kufunga iliyoongozwa na naibu waziri mkuu anayehusika na mambo ya ndani Jacques Shabani. Kulingana na taarifa kwa vyombo vya habari kutoka kitengo cha mawasiliano cha Wizara ya mambo ya ndani, mikutano hii ilisaidia kuoanisha na kuimarisha ramani ya huduma za umma zinazohusika katika mchakato huo. Majadiliano hayo yaliwaleta pamoja wawakilishi kutoka utawala wa eneo, sekta za ulinzi na usalama pamoja na ushirikiano na washirika kutoka sekta ya kibinadamu. Washiriki walipanga vitendo vyao kutegemea maeneo mane makuu: usalama, kijamii na kiuchumi, pamoja na kibinadamu na kitaasisi. Lengo lao lililotajwa ni kurejesha uwepo na ufanisi wa serikali katika maeneo yaliyoathiriwa na ukosefu wa usalama. Hatua za kipaumbele ni pamoja na ukarabati wa shule zilizoharibika, usaidizi wa kisaikolojia kwa walimu, usambazaji wa vifaa vya shule na ukarabati wa majengo ya utawala na miundombinu mingine muhimu ya umma. Pale ni kuhusu kurejesha mamlaka ya serikali mashariki mwa nchi ya Kongo. Asante, merci beaucoup. Hizo ndizo taarifa ambazo nilikuwa nimewaletea jioni ya leo. Tupatane katika taarifa mbichi zifuatazo. Merci beaucoup.